Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Naam, ni Ijumaa ya kwanza ya Dhulhijja mwaka 1447 tukiwa ndani ya mji mtukufu wa Makkah al-Mukarrama, ikiwa leo ni mwezi 5 Dhulhijja 1447 sawa na tarehe 22 Mei 2026. Ikiwa leo ni siku yetu ya 5 ya uwepo wetu katika mji huu mtukufu wa Makkah pamoja na mahujaji wetu wa Istiqama Hajj and Umrah Services Limited. Hii ni mitaa ya Ajyad, kama mnavyoona mahujaji nyuma yangu wakitokea Masjid al-Haram baada ya kutekeleza sala ya Ijumaa. Alhamdulillah, na sisi mahujaji wetu wamepata fursa hiyo ya kutekeleza sala ya Ijumaa katika Masjid al-Haram, na hivi sasa baadhi yao wanarudi na tutapata kuwasikiliza maoni yao na hisia zao ya kupata fursa hii ya kutekeleza sala ya Ijumaa wakiwa katika mji mtukufu wa Makkah al-Mukarrama chini ya usimamizi wa viongozi wa Istiqama Hajj and Umrah Services Limited. Tupate kuwasikia baadhi yao wakitoa hisia zao na maoni yao. Naam, hawa ni baadhi ya mahujaji wa Istiqama Hajj and Umrah Services Limited wakiwa tayari wamesharudi kusali Ijumaa na washapata chakula cha mchana, na sasa wapo katika mapumziko hapa ya kupata kahawa. Kwa tunaendelea bado kuchukua baadhi ya maoni kutoka kwa baadhi ya mahujaji wetu hapa juu ya siku yetu hii ya Ijumaa na kusali sala ya Ijumaa katika Makkah al-Mukarrama. Tunaye hapa Sheikh Yahya, atajitambulisha na atatupa maelezo Ijumaa imekwenda vipi kwa upande wake, na semina za jana yale yaliyohusiwa na yaliyofahamishwa akayaona na akafanyia kazi. Atatueleza hapa kwa faida ya wasikilizaji. Sheikh Yahya, karibu. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kwa kweli tunashukuru Mungu, alhamdulillah tumefika katika mji wa Makkah huu kuanzia toka Jumapili mpaka kufika leo Ijumaa, siku ya 5. Mambo yote yanaenda vizuri alhamdulillah, kivitendo, kiibada, kiuongozi. Tunaongozwa katika misingi mizuri, katika hali nyepesi kabisa. Tumefanya ziara, tumefanyiwa semina, kuelekezwa katika wepesi wa ibada ili tusije tukaharibu katika ibada zetu, na mambo ya huduma za vyakula na mambo yote. Kwa kweli tunashukuru Mungu yameenda vizuri mpaka sasa hivi, na inshallah tuna hamu sasa hivi tunasubiri mwezi 8 kwa ajili ya kujitayarisha na ibada yenyewe ya hija, na inshallah nayo pia tuna matarajio makubwa kama nayo pia inshallah itakwenda vizuri kwa wepesi, kwa kutokana na viongozi wetu waliosimamia vizuri kuhakikisha kama kila kitu kinaenda vizuri. Na mpaka sasa hivi alhamdulillah kila mtu anafurahia jumuiya yetu hii ya Ziko kwa kusimamia huduma vizuri na uendeshaji mzuri na usimamizi. Tutashukuru mpaka sasa hivi tunaenda vizuri alhamdulillah. Sala ya Ijumaa alhamdulillah imesali haram, na alhamdulillah khatibu kaelezea vizuri kuhusu mambo ya ibada ya hija hii. Kwa watu kufahamu hii inatakiwa kwa tujiandae na ibada ya hija, na ni wageni wa Rahmani hawa, na alhamdulillah watu wajitahidi kuwahudumikia wageni wao, wageni wa Allah hawa na huduma. Na alhamdulillah, na imamu kaelezea kuwa watu katika uchamungu zaidi katika kufuatilia ibada vizuri, na alhamdulillah kwa kweli mambo yote imamu kaelezea vizuri, na hotuba ilikuwa mzuri sana na ilikuwa iko wazi, kila mtu inafahamika kwa kweli. Kwa hivyo tunashukuru alhamdulillah, na zaidi uliopo sasa hivi ni kujitahidi ni kusimamia ibada zaidi hizi na kujiandaa zaidi na kusubiri kwa ajili ya ibada yenyewe ya hija kuanzia mwezi 8 inshallah. Mwalimu Kadam, ulionekana juzi na wajukuu wamefurahi, wanataka kuone tena. Leo umesali Ijumaa haram, ndio? Vipi, zahma sio zahma, mazingira mazuri, hujapata tabu? Mazingira alhamdulillah ya kusali Ijumaa, tumesali Ijumaa kwa vizuri, tumesali haram pale, tumepata chini kabisa, tumetulia, na imamu wetu namshukuru alhamdulillah katufahamisha mambo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa vizuri, kwa ufasaha kabisa, na tunamuomba Mungu atujalie tuwe tumekubalika
kwa swala hilo, na tunaombea wenzetu wale walikuwa hawajahudhuria katika haramu hii, Mungu awajalie wafanye wepesi inshallah. Naam. Wajukuu zangu mpaka sasa hivi kidogo nawaambia kwa kweli wasiwe na wasiwasi, waombe Mungu waweke na nia. Naam. Tuko vizuri inshallah. Nao wafike inshallah. Kwa jina naitwa Thanian Bisleman bin Said, natokea Pemba, Chake Chake Mkanjuni. Alhamdulillah nimeweza kusafiri na taasisi hii nzuri, taasisi yenye uzoefu wa zaidi ya miaka 20, taasisi ya Istiqama Hajj and Umrah Service Limited. Alhamdulillah tangu mwanzo nilipojiandikisha mpaka siku ya safari, pamoja kwamba nilikuwa mbali nao, lakini kama nilikuwa karibu nao, wamenidekeza vya kutosha mpaka tumefika katika miji hii tukafanya ibada yetu ya umra. Lakini mpaka leo tumepata Ijumaa yetu ya mwanzo katika msikiti mtukufu, msikiti adhimu, msikiti wa Maka. Alhamdulillah rabbil alamin, tumeenda tumeswali uzuri, tumepata mafunzo mazuri kutoka kwa khatibu aliyehutubia. Alhamdulillah, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala awadumishe viongozi wetu wa taasisi yetu hii Istiqama, ya Rabb, waendelee kuwahudumia Uislamu kwa malengo yale waliojiwekea, na wale wote ambao wana nia ya kutakuja kutekeleza ibada hii, basi wasiulize wapi watapata huduma nzuri, basi wajezao katika taasisi hii ya Istiqama Hajj and Umrah Service Limited. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Omar Shabani kutoka mkoa wa Morogoro. Alhamdulillah tumefika hapa Maka na kampuni ya Istiqama Hajj. Safari yetu ilikuwa nzuri, tumeingia siku ya Jumatatu na mpaka leo hamna tatizo lolote lilotokea. Vile vile muda si mrefu ndo tumetoka kuswali swala ya Ijumaa, na wasi watu wengi ambao watakusudia kuja kufanya ibada ya hija wachague kampuni ya Istiqama, kwa sababu tuko hoteli tuliochukuliwa iko karibu sana na msikiti wa Haram. Kwa hiyo wewe uwezo wako unaweza kila swala ukaenda kuswali na ukarudi. Kwa hiyo na washauri tu, huduma zao ni nzuri, maradhi mazuri, chakula ni kizuri, madaktari tunao, mtu anapata tatizo lote la afya anahudumiwa. Kwa ujumla ni kampuni nzuri, na wasi watu wote ambao wamekusudia hija waje wajionee wenyewe, unahiji kwa vizuri kabisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Shaban Simai Mtumwa, natoka Mtofani. Nashukuru sana tumefika kwanza salama katika safari yetu, na tunashukuru tumepata mafunzo mazuri, tunashukuru na tumekwenda uzuri, tumemaliza hiramu salama salimini. Na kwa hivi sasa hivi tumo katika mafunzo mengine tunakwenda, na huku tumo katika ibada tunaifanya. Ibada tuko karibu na msikiti, tunashukuru masaa 24 sasa tunatoka tunakwenda na kurudi, wala hatuna pingamizi. Tunashukuru sana. Na la pili, tunashukuru kwa anayetaka kuja, naomba waifuate Zanzibar Istiqama kwa sababu mafunzo yake ni mazuri, walimu wake ni wazuri, na huduma zake ni nzuri. Kwa afya nashukuru si haba, tunakwenda. Isipokuwa tu hali ya hewa tu ya huku na kule nyumbani ni ziko tofauti. Huku isipokuwa ni joto lake ni kubwa sana, lakini tunahimili, maana tunakwenda nalo. Sasa Allah atufanyie wepesi. Mimi naitwa Ahmed Hassan Suleiman, natokea Unguja. Naipenda, nasema ndo mara yangu ya kwanza kuja Maka Hijatul Munawwara, lakini napenda huduma za Istiqama. Mujibu ulivyochagua huduma za Istiqama ni nzuri, wanapenda kujali watu, wanapenda sana kukaa na watu vizuri, na wala hawana aina yoyote nyingine baina yao. Napenda kuambia zaidi huduma zao wanazozifanya Istiqama waongeze mara 2 yake kama kuna uwezekano, kwa kuwezekana uweko kama namna kama kuboresha iweko kama hivi kama walivyotuambia kule Zanzibar mpaka tumefikia huko. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashukuru kwa hapa. Vipi leo sala Jumaa msali hapo? Msali Baitul Haram. Msali Haram ndani. Ulifika sali ndani msikiti wa Haram yani. Mimi naitwa Haji Ali Mcha, natokea Dole. Mashaallah.
na kiukweli Istiqama iko vizuri, tena iko vizuri sana, kutoka mafunzo mpaka kiujumla iko vizuri mpaka tumefika huku, tunaendelea vizuri, tuko nao, hajatuacha mkono saa zote, kulala, kuamka, tuko pamoja. Kwa hiyo hakuna shida yoyote, na naomba pia kama mtu atakuwa msafiri kashatiania na mambo yake yanaelekea kwa vizuri, asichelewe kujiandikisha Istiqama. Na mimi nimekuja kwa shindikizo au kwa maelekezo ya mzee Mshindo. Mashaallah. Mzee Mshindo namsalimia, ni mzee wangu kwa kweli, tuko pamoja sana. Fadhila za hija zimfike. Na fadhila za hija zimfike kabisa. Mzee Mshindo. Mzaliwa wa Malindi lakini naishi Kiembe Samaki. Unguja. Aiwa. Na katika safari yangu alhamdulillah, namshukuru Mungu, tumeondoka uzuri, tumefika salama. Na katika kufanya ibada, nifanya ibada kwa utulivu, kwa uzuri, isipokuwa tu na mitihani midogo midogo inatokea kama sehemu ya mitihani ambayo Mwenyezi Mungu anakupa. Katika kutawafu nilibahatika kupoteana na wenzangu kama mara 2, lakini sikutoka nje ya ibada. Niliendelea nikamaliza, Mwenyezi Mungu akanijalia nikawaona pale pale katika kutawafu. Tuendelea kwa mujibu wa mafunzo kapanda unasema. Leo umesali Ijumaa haram. Alhamdulillah, tena ndani juu pala pazuri. Hakukuwa na shida yoyote. Hakukuwa na shida yoyote zaidi ya tariki tu basi. Siku zote unakwenda kusali haram. Toka nianze kuingia katika mji wa Makka, swala zangu zote alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, na swali haram ndani kasoro siku 2 tu. Tulikwenda karibu na haram, kuna sehemu juu watu wanaswali. Masafa mbali au sio? Hapana, sio mbali. Sio mbali, pana utulivu. Yani hakuna tatizo lolote alhamdulillah. Mnakaa kwa utulivu kabisa. Na afya yako alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu, sina tatizo lolote, sina changamoto yoyote kwenye afya. Dr. Saleh anapita na tukagua, niko uzuri katika chakula zote. Chakula alhamdulillah kizuri, lakini mimi bwana mpenzi wa wali. Hivi vingine navipita. Lakini wali si upiti. Iwe mchana, iwe usiku. Wewe mzaliwa wa Malindi kabisa. Wali na upiga uzuri, tena mzuri, wali wa Kihindi mzuri kabisa, sana na viungo. Alhamdulillah, katika matunda tunashukuru mazuri. Na jana kidogo mmetupa surprise, tunaingia vyumbani, tunatoka kuswali, tunakuta kila mtu na mfuko wake zabibu. Mashaallah. Kwa hiyo tunajipendelea uzuri kabisa. Unataka kukataza? Akasema hii haina neno. Kwa sababu matunda. Naam, tunaye hapa Mwalimu Swedi bin Ali, mmoja katika viongozi wa Istiqama Hajj and Umrah Services Limited, ambaye siku ya jana aliendesha semina kwa mahujaji wetu hapa Makka na kuwafahamisha namna gani wajiandae na ibada yao ya haji hii, namna gani leo siku ya Ijumaa wajiandae na kwenda kuwahi sala ya Ijumaa ya kwanza hapa Makka. Tutamsikiliza maoni yake kwa ufupi na kutuelezea kwa ufupi nini kimejiri, semina yake imeendaje na mahujaji wamefuata vipi maelekezo yake kwa siku ya leo ya Ijumaa. Mwalimu Swedi, tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa tawfiki yake, tumefika katika mji wa Makka salama na tunaendelea na ibada zetu kama ilivyokuwa maalum kwamba mahujaji wanafanya ibada ya tamattu. Tulitekeleza kwanza umra, tumemaliza, na sasa hivi tuko katika siku za kusubiri mwezi 8 ili tufanye matayarisho ya ibada ya hija, tuelekee Mina mpaka mwisho wake inshallah. Jana tulikutana vizuri na mahujaji, tukapeana mafunzo, hasa ilikuwa lengo letu wapa maelekezo mazuri kwa siku ya Ijumaa, namna gani hapa Maka inakuwa, ili wawe na fahamu mzuri, wasione tu kwamba Ijumaa ni kama siku nyingine yote. Alhamdulillah, wameona wenyewe namna ya mwamko wa watu wanavyomiminika katika Masjidil Haram na tahadhari za maaskari zinavyochukuliwa. Maanake hatusemi kwamba maaskari wanawazuia watu wasiende msikitini wote, lakini unajua unapowaachia wote wakaingia katika msikiti,
maanake kutoka ni kazi ngumu na kuwa kubwa. Kwa hiyo utaona wanaweka block katika maeneo tofauti tofauti ili kuzuia mmomonyoko usiwe ndani ya msikiti. Alhamdulillah, watu wamechukua mwamko mzuri, kutoka mapema sana kwa ajili ya kutekeleza sala ya Ijumaa, na wengi katika mahujaji wetu wamewahi kufika msikitini na wamepata nafasi za karibu, na wale waliochelewa wamesali maeneo ya karibu hapa, na wengine hata wamesali katika hoteli yetu hii hapa chini, kwa sababu safu zilipika hapa ndani. Kwa hiyo muhimu sala ya Ijumaa wametekeleza, lakini wengine wametekeleza katika msikiti mdogo uliokuwepo karibu yetu hapa, na alhamdulillah tumekamilisha Ijumaa na tumepata khatibu mzuri kabisa. Yule shekhe aliyehutubu hapa ni mmoja katika wanazuoni wakubwa hapa Saudia, wanaendesha madarasa katika Masjid al-Haram. Kwa hiyo alhamdulillah, leo Ijumaa imekwisha, tunaendelea kutumia hizi siku zetu za tamattu kufanya ibada mpaka siku 8 Jumatatu tutaelekea Mina inshallah, na siku 9 tutaelekea Arafa na kumaliza ibada yetu inshallah. Alhamdulillah, mahujaji wetu wako vizuri, hali zao nzuri, wana hamasa ya kufanya ibada, na Mwenyezi Mungu atutakabalie kwa yote tutakayofanya inshallah, makosa yetu na yote yanayofanyika inshallah yaingize katika mizani ya hasanati zetu. Amin. Tuandikie haji mabrur, ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema haji mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu atutakabalie amali zetu na makosa yetu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.